Kwanza niseme haiwezekani kupata mtu wa aina ya Ruge. Sidhani kama atapatikana kwa sababu kila binadamu ana vitu vyake. Ruge alikuwa ni wa namna yake. Pengo lake sidhani kama linaweza kuzungumzwa kwa siku moja. Kwangu mimi Ruge alikuwa mshikaji ambaye alikuwa ni zaidi ya ndugu, zaidi ya rafiki. Alikuwa anaweza kuja kwangu wakati wowote, muda wowote, akaniambia lolote. Tulikuwa tunaweza tukabishana kuanzia asubuhi, tukaamua kutoelewana, tukaenda kulala, tukaamka, tukarudi. Ni mtu ambaye hata nikiwa waziri alikuwa na uwezo wa kuja wa kuniambia, waziri hapo umechemsha. Kwa hiyo kwangu mimi alikuwa zaidi ya mtu wa kawaida. Na najua kwamba watu wengi wameguswa na maisha yake. Ameondoka, lakini naamini ataendelea kuishi ndani ya mioyo ya watu. Huwezi kwa mfano, huwezi kuzungumza kampeni ya CCM mwaka 2015 bila kuzungumza Ruge. Hakuna namna. Watu wengi pengine hawajui kwa sababu hakuwa mtu anayekwenda mbele. Wakati mwingine yako mambo, kwa mfano huwa anasema yako mambo ambayo watu wangeweza kumsifu Nape kwa amefanya jambo fulani, lakini nyuma ya jambo hilo yuko Ruge. Kwa hiyo ni mtu wa ajabu. Lakini la mwisho, Ruge ni mfano wa vijana wa Kitanzania jasiri sana, jasiri wa kuziona fursa, lakini jasiri wa kusimamia analoliamini. Mtakumbuka wakati Clouds kituo cha Clouds kilipovamiwa wakati ule, nilimuuliza Ruge, unajua the whole thing? Akasema ndio. Nikamwambia una ujasiri wa kuyasema yote? Akasema nina ujasiri wa kuyasema. Na kweli akaenda kwenye kituo cha 360, kwenye kipindi cha 360 na akazungumza. Ni vijana wachache ambao wana ujasiri wa namna hiyo, kwamba una uwezo kusema ukweli bila ya kujali nani yuko mbele yako. Vijana wengi siku hizi anautengeneza ukweli kwa kumwangalia aliyeko mbele yake. Kwa hiyo nadhani kama kuna jambo kubwa vijana wa Tanzania watajifunza ni kujasiri wa kukabiliana na hali ambayo unakutana nayo. Ruge was the best katika hiyo. Alikuwa miongoni mwa watu ambao waanzilishi katika tasnia ya burudani. Muda si mrefu nitatoa utaratibu wa chakula, lakini kwanza nitambue gavana mstaafu wa Benki Kuu mzee wetu Beno Ndulu ambaye amefika muda mrefu. Of course pengo litakuwa kubwa, lakini naamini moja ya mafanikio yake ni kuwatengeneza wasanii ambao wamesimama. Kwa hiyo bila shaka haitakufa, na kazi nzuri, mbegu nzuri aliyoipanda itaota na itaendelea kukua, lakini pengine inawezekana kasi ikawa ndogo kulinganisha na yange kuwepo. Lakini tukisema kwamba itakufa kabisa, hapana, itakuwepo, ila inawezekana kukawa na mapungufu ya hapa na pale kwa sababu hayupo, ila kafanya kazi, kaianzisha, na mimi naamini kazi hiyo itasimama. Tunao vijana wa Kitanzania wanamuziki ambao wametengenezwa na Ruge. Huwezi leo ukawaondoa tu, yani akina Barnaba, akina nani hawa ambao amewatengeneza kwa mkono wake kupitia THT, hawataondoka siku moja. Obviously watakuwepo, lakini kutakuwa na mapungufu ya hapa na pale kwa sababu hayupo. Na unawapa ushauri gani vijana hawa ambao kwa sasa wanalia sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini wengi wao wameshafika hapa, ili kuweza kumaintain ile mbegu ambayo Ruge tayari alishaipanda kwao? Kwanza maisha lazima yaendelee. Wasilie wakakaa chini. Tunaweza kulia kwa sababu tumeguswa, lakini ni vizuri tukasherehekea maisha ya Ruge. Miaka 49 amefanya mambo mengi, lakini ni vizuri pia tukasimama tukajua maisha lazima yaendelee, kwa sababu pamoja na yote kuna leo, kuna kesho. Ile kama kuna jambo tunaweza kumwenzi ni kuyaendeleza yale ambayo aliyapanda kwetu. Kubaki na kulia na kusononeka mpaka mwisho haitatusaidia sana. Tulie kwa kiasi, tusononeke kwa kiasi, tusherekee maisha yake, lakini tuinuke, tusonge mbele. Ni neno gani la faraja kwako ambalo unatamani kushare na watu wengine pia? Kikubwa ni kwamba binadamu wote siku zao zimehesabiwa. Bahati mbaya anayehesabu hizi siku ni Mungu. Ingekuwa ni sisi tungeweza kuziona, lakini anayehesabu ni Mungu. Tushukuru kwamba Mungu amempa siku, amekaa na sisi. Tushukuru yale aliyoyafanya. Tumshukuru Mungu kwamba ameamua kumpumzisha. Mimi nadhani hili ndio kubwa sana. Siku za binadamu zinahesabika. Mwenyezi Mungu ndio anajua. Hujui nani atafuata. Inawezekana mimi, inawezekana wewe, inawezekana mwingine. Kwa hiyo tuwe tayari kwa hilo.
Asante kwa muda. Kila mtu ana kumbukumbu yake kwa Ruge Mutabu kwa yale mazuri ambayo amefanya. Labda unaweza kushare na Watanzania kumbukumbu ambayo bado inakaa kichwani, kila mtu akitaja Ruge inakumbuka kwamba hiki tuliwahi kushare moment hii hapa ambayo hautaisahau. Ziko moment nyingi, lakini pengine moja nzuri kubwa, nakumbuka wakati tukitengeneza kauli mbiu za uchaguzi wa mwaka 2015. It was a moment ambayo nilimuona Ruge kwa ukweli wake. Maana unaweka mezani kauli mbiu fulani alafu Ruge anaikataa, anakuambia hii hapana, hii haitauza. Mnabishana. These were the moments ambazo unakutana na mtu ambaye unafurahia kufanya naye kazi. Kwa sababu ukutana na mtu ambaye anakubali kila kitu, hiyo shida. Lakini unakutana na mtu ambaye hayuko kwenye siasa moja kwa moja, lakini anaijua. Kwa hiyo kama kuna moment naikumbuka, ni moment ambayo tulifanya naye, tuliendesha naye kampeni mwaka 2015. Na kile kipindi ambacho kilikuwa kigumu kidogo kwenye upande wa uongozi wako, pia alisimama kama nani kwa nyuma? Ndio hilo ambao nilikuwa nasema, Ruge alikuwa ana uwezo wa kuja akakwambia umechemsha. Sasa wakati mwingine kuna maamuzi unayachukua wewe, waziri una mamlaka yote, una sheria unalindwa nayo, unachukua uamuzi afu anakuja anakuambia umechemka. Kwa hiyo ziko moments za namna hiyo, na ndio maana nikasema inahitaji vijana wa leo kuwa jasiri, bila ya kuangalia ukweli huu unamhusu nani, wa useme ndio utakaoponya nchi yao. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam, chenye usajili wa NACTE nambari reg/ANE/029, anapenda kuutaarifu umma kuwa udahili bado unaendelea kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi zifuatazo: IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office and Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini, wamekuwa wakifanya vizuri katika masomo yao. Ada zao ni nafuu sana, unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0652835123 au 0754864361.